Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunayo furaha ya pekee ambayo Bwana ameendelea kuwa pamoja nasi katika juma hili, na Mungu ameendelea kusema nasi tokea siku ile ya Sabato mchana, hatimaye siku ya leo tena ya nne ya juma. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Ninayo furaha ya pekee kuwaona katika nyuso za tabasamu, na nipende kuwapongeza sana na kuwashukuru sana waimbaji vijana. Bwana awabariki sana. Mmefanya huduma iliyo njema na Bwana anatambua hilo. Basi Bwana aendelee kuwatumia tena katika viwango vya juu. Amen. Lakini pia nipende kuzungumza na mpendwa msikilizaji kutoka mbali kupitia Bukelebe TV, akiwa anafuatilia live katika pande zote za nchi hii ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ya kwamba Bwana ameendelea kusema nasi katika siku 3 mfululizo, na leo siku ya 4 tena. Bwana ana makusudio ya kusema nasi tena katika jioni njema ya leo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Na siku ya leo ni siku ya maombi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku ya maombi, na tulianza maombi asubuhi saa 12 hapa na mpaka saa 1, na jioni njema tena Mungu ameruhusu tukutane tena ili kuweza kusikia sauti yake. Jina la Bwana litukuzwe kusema. Kabla sijaingia na somo la leo, natamani kusogelea taratibu kidogo kwa kitabu kile cha Yeremia 31 aya ile ya 9 tunapoelekea kwenye maombi kabla ya somo la jioni njema ya leo. Yeremia 31 aya ile ya 9, maandiko yanasema, Biblia inasema watakuja kwa kulia, na kwa maombi nitawaongoza. Kuzingatia hilo, watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza. Ndio, nitawaelekeza kwenye mito ya maji, nitawaelekeza kwenye mito ya maji, katika njia iliyonyooka, katika njia hiyo hawatajikwaa, katika njia hiyo hawatafanya nini? Hawatajikwaa. Maana mimi ni baba wa Israeli, maana yeye ni baba wa Israeli, na Efraim ni mzaliwa wa kwanza, Katika jioni ya leo kuna mtu yuko hapa anasema, pasipo Bwana kuingilia kati katika jambo fulani siwezi kusonga tena. Mtu wa namna hiyo ninaomba asimame. Kuna mtu yuko hapa anasema, pasipo Bwana kuingilia kati katika jambo fulani mimi silijui, lakini wewe unalijua. Ninaomba usimame pamoja nami. Tunapoelekea katika maombi leo, tutaomba na watu wawili. Tutaomba na Pastor Tutwa, lakini pia tutaomba na Pastor Lidman. Lakini muda huu wakati wanasogea wimbo namba 135 Korista, unaweza kushika maiki hapo. Tafakari ile ambalo unatamani Bwana aingilie kati katika maisha yako, ya kwamba Bwana, kuna jambo hili ambalo binafsi siwezi kufunga hapo pasipo wewe kuingilia kati. Usipoingilia kati jioni ya leo, kwa watoto wangu, kwa mume wangu, kwenye biashara yangu, mimi siwezi kufanya jambo lolote. Lile jambo ambalo limekuwa ni kuimba kwangu, limekuwa ni maumivu kwako, wakati watumishi wa Bwana wanaposogea, tutaimba wimbo namba 135, aheri ya maombi. Imba ukiwa unaelekeza shida yako kwa Bwana. Beti la 3 tutapiga magoti. Wachungaji wanasogea sasa.
uwepo wa Roho Mtakatifu katikati yetu. Somo la leo likapata kibali machoni pa Bwana. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, wewe ambaye usikuwa na mianzo na wewe ambaye usikuwa na miisho, Baba mwenye uweza, Mungu wa milele, jina lako litukuzwe katika jioni ya leo. Litukuzwe kwa sababu ya wema wako mkuu katika maisha yetu. Litukuzwe kwa sababu ya fadhili zako nyingi katika maisha yetu. Baba mtakatifu, jioni hii ya leo watoto wako tunakuja mbele zako, tunakuja tukiwa na changamoto zetu, tunakuja kila mmoja akiwa na mzigo wake. Tunaomba upate kutupokea. Pamoja na hayo Bwana, tunatambua ya kwamba sisi sote tumepungukiwa na utukufu wako, na ndio maana kila wakati tunakutenda dhambi. Tunakutenda dhambi kwa kuwaza, tunakutenda dhambi kwa maneno, tunakutenda dhambi hata kwa matendo. Baba, tunaomba upate kutusamehe. Tunakushukuru kwa mwaliko wa pekee ya kwamba umetualika tuje kwako tukiwa na mizigo, nawe utatupumzisha. Na hivi kila mmoja jioni ya leo alisimama kwa miguu yake baada ya kuhubiri, kutoa wito kwamba kila mwenye jambo asimame, nasi tulisimama. Tutakuwa kwamba tunaomba mizigo yetu. Baba mwema, katikati yetu wapo wagonjwa. Kila mmoja aliyeko hapa ikiwa ana changamoto ya ugonjwa, kwa mamlaka ya jina lako tunaukemea. Kila aliye changamoto ya donda ya tumbo tunakemea. Mwenye presha tunakemea. Kila aliye changamoto ya kiafya, jioni ya leo atoke akiwa amebarikiwa. Jioni ya leo atoke akiwa ameponywa. Jioni ya leo anapotoka aseme nimekutana na Bwana. Wenda wagonjwa wengine wapo katika familia zetu, katika majumba, hawajapata nafasi ya kutokea hapa. Huko waliko, wewe ambaye fungu la mipaka, tunawaombea wapate kupona. Lakini Bwana, dunia imejaa machafuko. Kila kona tunasikia vita na matetesi ya vita. Damu zinamwagika, makazi yanaharibika, watu wamekosa amani. Baba, ingilia kati. Pamoja na kwamba hayo ni dalili ya kuja kwako, tusaidie sisi ambao tuko hai, sisi ambao tunatambua haya, tujiandae kwa ajili ya uzima wa milele. Jioni ya leo mtumishi wako naomba uwe pamoja naye atakaposimama kwa ajili ya kumega mkate wa uzima. Mkate huo ukatushibishe, kila mmoja atoke akiwa ameshiba na kubadilishwa kwa ajili ya milele. Nimeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ni Mungu wetu na hatuna Mungu mwingine. Jina lako litukuzwe sana. Imekuwa ni baraka kuwepo miguuni pako katika siku ya leo ya maombi. Na wewe ndiye uliyemwambia Martha ya kwamba Mariamu amechagua fungu lilo jema kukaa miguuni pa Yesu. Hakika. Na kwa sababu jioni ya leo tumekuja miguuni pako, ni tumaini langu ya kwamba jioni ya leo hatutatoka kama tulivyoingia nyumbani mwako. Amina. Jioni ya leo mtu mmoja atasema na nifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Amen. Maana yaliyokuwa magumu katika maisha ya mwanadamu, nyumbani mwa Bwana yanawezekana. Haleluya. Asante kwa sababu ni kwa njia ya ibada ya jioni ya leo unaenda kufanya njia mahali pasipo na njia. Haleluya. Wanaona giza kwenye maisha, unaenda kuleta mwanga katika maisha yao. Amen. Wanaoomba kwa ajili ya magonjwa jioni ya leo wanapona kwa jina la Yesu Kristo. Ni jioni ya leo Bwana, tunaomba kwa sisi kuwepo miguuni pako, jambo fulani la tofauti likaonekane katikati ya kila mmoja wetu. Amen. Jioni ya leo Mungu wa mbinguni, tunapokuja mbele zako, kwa kuwa miguuni pako ni mahali salama. Amen. Naona tufahamu vyema Bwana, tunaomba ikiwa ipo dhambi yoyote Bwana inayotutenga na upendo wako, kiasi kwamba ibada yetu isiwe na maana mbele zako,
Tunaomba dhambi yoyote ile Bwana tusamehe na ututakase kwa damu yako. Amen. Kiwa ni dhambi inayojulikana au isiyojulikana, dhambi ya wazi au dhambi ya siri, dhambi yoyote Bwana, jioni ya leo tunakuja kwenye kijito cha damu ya Yesu. Yesu yatakase maisha yetu kwa damu yako. Jioni ya leo asante kwa sababu ya juma la maombi, juma ambalo limekuwa ni la baraka kwa washiriki wa hapa Ngogongare, juma ambalo limekuwa baraka kwa kina mama, vijana na wazee. Asante kwa sababu kupitia juma hili maisha yetu yanaenda kuzaliwa upya. Tumewaombea wagonjwa kwa jina lako wakapone jioni ya leo. Tumewaombea wenye shida mbalimbali jioni ya leo Bwana wakapate msaada wa kimbingu, maana umesema kwako yote yanawezekana, na wakija kwa kulia na kuomba utasikia. Asante kwamba jioni ya leo hata kabla tujaomba wewe umesikia na uko tayari kujibu. Namna ya pekee Bwana, jioni ya leo tunamweka Pastor Zawadieli mikononi mwako. Tunaomba Bwana ukamjaze Roho wako Mtakatifu. Neno lako likakae moyoni mwake. Atakaponena mara moja umati usikie zaidi ya mara moja. Atakaponena mara moja neno lako likafanya miujiza miongoni mwetu. Asante kwa sababu utamjalia kikarama na vipawa vya kulizungumza neno lako jioni ya leo. Nasi ruhusu tukae miguuni pako, tule na kunywa na kushiba, maana imetupasa tubarikiwe kwa neno lako. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu. Amina. Bwana awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ya maombi tunamshukuru Mungu kwa kipindi ambacho tumekwisha kutangulia, tukiamini ya kwamba Bwana amesikia yale ambayo tuliyomuomba. Wasanyuki, naomba uje ukae hapa, utanisomea leo hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema, je, una kadi? Narudia tena. Somo la jioni ya leo lina kichwa kama swali linalouliza kwamba je, una kadi? Leo hii ili uweze kuingia ukumbini lazima uwe na nini? Sikia. Leo hii ili uweze kuingia ukumbini lazima uwe na nini? Na kadi. Achilia hapo. Leo hii tumeenda mbali zaidi. Hata wakati mwingine tukielekea shule kuweka mafuta, lazima wakati mwingine kuna shughuli nyingine uwe na kadi. Achia hapo. Kuna mambo mengine ili milango ipate kufunguka lazima uwe na kadi. Siku moja nikabahatika kuelekea katika loji moja, nilikuwa nimeenda kwa mkutano, nikapangishiwa mahali na kanisa. Sasa nikashangaa ninawasha taa haziwaki. Sasa nikamuuliza mhudumu ya kwamba bora taa haziwaki na umeme upo? Akanambia angalia hapo mezani utakuta kuna kadi chomeka mahali fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata umeme nao siku hizi unawashwa na kadi. Achilia hapo. Leo hii kingamuzi chako pale nyumbani Azam au DSTV ili kiweze kufanya kazi lazima tuwe na nini? Na kadi. Hata leo hii ukitaka kwenda ATM kwenda kuchomoa fedha, jamani, lazima uwe na nini? Na kadi. Somo la leo linasema, je, una kadi? Ndio kijidani yako. Mwambie, je, una kadi? Anaweza kuuliza ni kadi ya kwenda wapi? Kitabu ni kile cha Ufunuo 21. Tutasoma aya ya kwanza, tutasoma aya ya pili, tutasoma aya ya tatu. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu anayejulikana kwa jina maarufu Yohana wa Patmo. Ya kwamba yuko Yohana aliandika kitabu cha Yohana, lakini huyo Yohana sasa anafahamika kama Yohana wa wapi jamani? Wa Patmo. Wakati huo Yohana alipokuwa akihubiri habari njema kule Rumi, wakati anahubiri habari njema, ndipo serikali ya Rumi ikakasirika mno. Hatimaye ikasema, tumpende nini huyu mtu, maana anaingia kwenye anga zetu. Wewe utakapogusa mahali fulani kwa watu fulani kwa ajili ya maslahi yao, hawatakuacha salama.
Ndipo wanasema wakamchukua Yohana. Walipomchukua Yohana, niuliza swali, wakati kina mama hapa au kina baba ambao walishawahi kupika mandazi kwenye flatpen wapunge mkono kidogo. Wapo? Yeto kikarai Sasa Yohana alipochukuliwa, wakifikiri kumchinja mbele za watu, wakasema anakuwa huenda hata umia. Anasema ndipo pakatafutwa pipa. Najaribu kutamani kutengeneza mfumo fulani hivi, yaani pipa linaweza kutoka ndani hapo likapanda ambalo lina urefu wa kupita Yohana. Alafu wakaweka mafuta, alafu wakajaza mafuta, mwishoni wakaweka na moto. Anasema Yohana akaenda kukamatwa. Yohana alipokamatwa, huenda kuna maswali kadhaa alianza kuulizwa kwamba je, utaacha kuhubiri ukweli huu? Yohana anasema itetee kweli itadumu, ijapo kawia itashinda. Mwambani pekee pana raha yaisha tofani. Hata kama mnataka kuniua, lakini bado ukweli sitaacha kusema. Nataka nimwambie rafiki ya kwamba kuna watu wamepoteza uhalisia wao kupitia mazingira wanayokutana nao. Yohana anaitwa nabii wa sasa, pipa la mafuta limekwisha kuchemshwa na muda si mrefu umetakiwa kuingizwa ndani. Yohana anaangalia mafuta yanavyochemka. Hebu vuta picha, ingekuwa ni wewe. Mafuta yanachemka, alafu Yohana anataka kushushwa taratibu. Anaambiwa chagua, unakubali kukataa ukweli au utaendelea kusema ukweli? Yohana anasema itetee kweli, mtetee Mungu duniani. Yohana akatengenezewa kitu kama winchi. Nilikuwa najaribu kujifunza kidogo. Nikisema winchi ni kama sehemu inayotoka sehemu A na kwenda sehemu B, alafu katikati pakawekwa kamba. Ile kamba ikawa kamba ya chuma ambayo haiwezi kuugua. Alafu hatimaye Yohana akasimamishwa kama kwenye kijitu fulani hivi, kama kibebeo. Hatimaye anasimamishwa hapo, ili wakati sasa mafuta yalipochemka, Yohana anaanza kushushwa taratibu. Najaribu kuvuta picha. Ingekuwa ni mtu wa mambo gani anashushwa kwenye mafuta, alafu maswali yanaulizwa, je, uko tayari kutetea ukweli au kukataa ukweli? Mwingine akisema inatosha. Yohana anaanza kushushwa. Yohana anaanza kushuka. Wakati Yohana anashuka, wengine wakiwa wanaona mafuta kana kwamba ni kitu cha kutisha, Yohana anaona kana kwamba ni maji ya kuogelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hujanielewa, nataka nisogee taratibu kidogo. Yaani Yohana wakati anashushwa, wengine wanaona sasa kifo cha Yohana kinakwenda kutokea, lakini Yohana anaona kana kwamba ni simpuli anaenda kuogelea. Hujanielewa. Unapomtegemea Bwana palipokuwa na magumu, utaona ni rahisi. Nataka nikwambie, unapomtegemea Bwana si kana kwamba utaumwa. Unapomtegemea Bwana si kana kwamba utaishiwa. Kuna wakati utaishiwa, lakini kuna na afadhali tunaishiwa ukiwa na Yesu kuliko mtu anaishiwa akiwa hana Yesu. Yohana akashushwa. Yohana akashushwa. Miguu ikaanza kuingia kwenye mafuta yanayotokota. Najaribu kuangalia serikali ya Rumi ikiwa inatazama na kusema basi wewe utakufa kwa ukaidi wako. Wenda nyayo zilipoingia wakamuuliza, unakubali au unakataa? Yohana akasema msimamo wangu haubadiliki. Yohana akaanza kushushwa. Najaribu kuvuta picha, huenda miguu sasa wakaona kana kwamba inaungua, alafu maana wanashangaa mafuta yanachemka, anafika magotini, wanamwambia Yohana, uko tayari kufa au kukataa ukweli? Yohana anasema mtetee Mungu duniani. Hata kama itanipasa kifo, lakini mimi na Kristo siwezi kumwacha. Chukua vyote niachie Yesu. Akashushwa Yohana. Yohana akashushwa. Hatimaye yale mafuta yote yakamweza Yohana. Sasa najaribu kuvuta picha, wakaanza kuhesabu dakika. Hivi ukiingia kwenye maji pasipokuwa na kitu cha kupumulia, utaweza kupumua? Tulia kidogo. Hivi unavuta picha ya kwamba Yohana ameingizwa sasa kwenye pipa la mafuta. Wakati huo mafuta yanatokota. Hivi unafikiri alikuwa anapumua kutumia nini? Makuu ya Mungu hayaelezeki. Yohana akaingia ndani. Wakaanza kuangalia dakika. Anasema dakika 15 zikapita.
Ni sawa, wakasema sasa huyu ameisha. Sasa tutoe tukaonyeshe wale waliokuwa pamoja naye ya kwamba yule mlikuwa mnamtegemea na kuhubiria habari njema za wokovu, ya kwamba yuko Kristo ambaye utakapomtegemea hutateketea, hutahangaika. Angalia, yeye aliyemtegemea amemwacha na amekufa. Je, yeye mko tayari kufuata? Anasema ule muda ulipofika wakaanza kumpandisha Yohana. Wanashangaa Yohana anapanda akiwa na tabasamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amenielewa, mtu mmoja hapa. Wanashangaa Yohana anapanda akiwa na tabasamu. Yohana anapanda, ndipo viongozi wa Rumi wakashangaa, wakasema hili jambo si la kawaida. Sasa tufanye nini? Na tulikwisha kuwatangazia watu ya kwamba Yohana tayari tunakwenda kumwangamiza. Anasema Yohana alipotoka juu, anasema bado aliendeleza ukweli. Sasa wakaona njia nyingine nini, wamchukue wampeleke Patmo. Nilikuwa najaribu kujifunza habari za Patmo. Patmo palikuwa si mahali pa kawaida. Patmo palikuwa si mahali pa kupuuzia rafiki. Patmo kulikuwa kunatisha mno. Anasema wakisema kama wampeleke Patmo kule, maana wanakuta kuna nyoka ambao ni wakali. Yaani akishushwa hata dakika 15 haziwezi kuisha, huenda atakuwa amekufa. Aliyeshindikana kwa moto wanampeleka kwa wanyama au kwa vitu vya hatari. Nataka nikwambie, kuna wakati utaumwa, kiri ya kwamba unaumwa kwa sababu Mungu amesababisha umwe, lakini kuna wanadamu wanakupitisha kwa magumu. Lakini kwa sababu unamtegemea Bwana, nataka nikutie moyo, ushindi hakika. Hujanielewa? Yohana anapitishwa na Mungu, si na Bwana. Yohana anapitishwa na Mungu na watu ambao waliomkataa Bwana na kutamani hatimaye kumwingiza Yohana kwenye shida, lakini walipoendelea kumwingiza kwenye shida, kwa kuwa Yohana alimtegemea Bwana, anasema ulipokana kwamba anateketea, ndipo ulipomwona akiwa salama. Nataka nikutie moyo, kuna mtu amekuwa na wivu na biashara yako, hata sasa ametamani kukuloga, lakini kadiri anakuloga ndivyo anaendelea kukuona ukiwa unachagua kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie, kuna watu leo hii wameitwa na wacheo kwa sababu huyo Mungu anayemtegemea hajawahi kuacha katika jambo lolote. Yohana wakamtupa Patmo. Yohana katikati ya magumu, ndipo Yohana anaisikia sauti ya Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani kusogea taratibu na wewe katika jioni njema leo ya maombi, kwamba katika magumu acha kupiga kelele, tulia, usikilize sauti ya Bwana. Hiyo utakapoisikiliza itakupatia nguvu ya kutoa kwenye hayo magumu unayopitia. Yohana hakupiga kelele. Alisema popote na Yesu naweza kwenda. Alitumapo Yesu, wala mimi sina shida, maana yeye akiwepo mimi itakuwa salama. Yohana katika kisiwa cha Patmo akifikiri hatari zinaweza kumzuru. Wale tayari ndugu zangu washafikiria kwamba serikali ya Rumi ishafikiria kwamba dakika chache tu Yohana tulipompelekeza huko atafia huko. Ndipo Yohana anaandika jambo hili. Soma 21 aya ya kwanza, anasema Ufunuo 21 na ile fungu la kwanza. Kwa sauti ile msomaji wako. Kitabu cha Ufunuo 21 fungu la kwanza. Biblia inasema ndio, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Katikati ya magumu Yohana anaona nchi mpya. Amen. Katikati ya changamoto Yohana anaona ushindi. Katikati ya kilio Yohana anaona kicheko. Natamani kusogea taratibu, mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, katika jioni njema leo, ya kwamba unapomtegemea Bwana katikati ya magumu, wengine wakiona kukwama, wewe unaona kufanikiwa kwa jina la Yesu. Ngoja niwaambie wanafunzi, katikati ya mitihani kuwa migumu, katikati ya changamoto, wengine wakiona kusabu, wewe unaona kufaulu kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ndio ujasiri tulionao kwa Bwana. Hii ndio imani tulionayo kwa Bwana. Katikati ya kutupa Yohana katika kisiwa cha Patmo, Yohana hakuona kisiwa, Yohana aliona mapumziko. Nataka nikusogee taratibu kidogo. Katikati ya ugonjwa ambao unaokusumbua, ambao leo hii madaktari wamesema huwezi kupona, yamkini ni kansa ya sasa inakusumbua, kansa ya ziwa, yamkini ni kansa ya kizazi, yamkini ni kansa yoyote, wewe nikutie moyo rafiki, katikati ya kansa utakapo
unapomtegemea Bwana utatoka ukiwa salama. Nitimie neno la kusema, je, kuna neno gani gumu kwa Mungu linalomshinda? Nikafika mahali, najua sikuomba risala, lakini sitasema ni wapi. Wakati nilipohubiri nikiwa na Pastor Nyuki, akaja dada mmoja akaniambia, mchungaji, mimi ni mwasirika, lakini kwa somo la leo, katikati ya magumu, nina imani yuko Mungu anayeponya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika huduma nilizoanza kufanya, sikuwahi kukutana na mtu namna hiyo. Sikuwahi. Huyo kama mtu wa kwanza. Nataka niwaambie jambo hili. Tukaomba na viongozi wa kanisa. Akaenda nikamwambia, kesho njoo. Akaniambia, wiki leo natakuwa nikachukue dawa na bado tuko hapo kwa effort. Tukaenda tukaomba tena. Siku ile nilipoenda kuchukua dawa, nikamwambia, ukifika pima kwanza ya kwamba mgonjwa au si mgonjwa. Moyoni mwangu nilimwambia, Bwana kanitukuze mwenyewe. Dada yule alifika hospitali, kabla hajapewa dawa akapimwa. Alipopimwa akajua ana ugonjwa tena. Akaamua anachukua dawa za nini? Akasema, nilikuwa natumia muda mrefu. Nilikwambia kuna mtu hata sasa anaona ni kitu cha kawaida, maana haamini nguvu ya Mungu, kwamba kuna Mungu anayetenda. Dada yule akanipigia simu, mchungaji, nimeambiwa kabisa ukimwi umeondoka. Namwambia anasema natamani niende tena mahali pengine nikapima wilayani. Akaenda wilayani, akapima tena, akaambiwa usalama. Akaondoka hapo, akaenda kwenye hospitali zetu za kanisa, akapimwa na daktari fulani. Alipopimwa akaambiwa hana changamoto yoyote. Akarudi kwenye mkutano ule. Nakumbuka ilikuwa ni majira ya jioni. Nimetoka kuhubiri, nilikuwa nahubiri habari za wafu. Wakati niliposhuka tukikutana, akanishika mkono, akasema, tunaye Mungu anayeweza kutenda. Nataka niwaambie jioni ya leo, katikati ya moto, kuna mtu alikuwa anaamini kwamba Yohana anaweza kutoka tena. Katikati ya mafuta yanayochemka, tumekuwa na wasomaji wazuri mno wa maandiko matakatifu, lakini maisha yetu yameshindwa kuamini na kukiishi kile ambacho kilichoandikwa. Na ndio maana nilipotamka ya kwamba kuna Mungu anayeponya, wengine wamesema, kweli tuliona hata fulani alikufa kwa kisukari. Hivi kweli maandiko yanasema niite nami nitafanya nini? Nami nitakuonyesha mambo gani? Mwambie jirani yako, Mungu ni wa mambo makubwa makubwa. Mwambie jirani yako, Mungu ni Mungu wa mambo makubwa makubwa. Tena anasema na magumu usiyofanya nini? Kuna wakati mambo mengine unayajua, lakini kuna mengine unayajui. Lakini yeye akiingilia kati, ushindi wa kweli unaonekana. Katikati ya kisiwa cha Patmo, najaribu kuvuta picha, huenda Yohana akaanza kutazama juu, akasema, Bwana karibu sana univute, karibu sana wewe nami, ninafurahi sana ukiwa karibu nami. Mfalme na usiingilia kati katika hili. Mbingu zikamtazama mtoto wake. Zilipomtazama mtoto wake, ndipo zikamletea maono. Nataka nikwambie jambo hili, unapopitia ngumu lolote na kutazama mbingu nazo zinakutazama. Amen. Tena habari njema hii, hazitakuacha na changamoto ulionayo. Yohana anasema, katikati ya Patmo, wakati wengine wanaona nateseka, kisha nikaona mbingu mpya na nini jamani? Na nchi mpya. Na nchi mpya. Maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza. Kwa maana zile mbingu za kunyanyasana, tulia kidogo msomaji. Kwa maana zile mbingu za kuzikana, kwa maana zile mbingu za kuoneana wivu, kwa maana zile mbingu za unafiki, kwa maana zile mbingu za watu wenye mijicho, zile mbingu zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Tulia kidogo msomaji wangu. Changamoto hazina maisha, zina mwisho na zitapita. Kuja kuambia msomaji, katika maisha ya Ukristo wako, unapomtegemea Bwana, ahadi yake ni hii, zile mbingu za kwanza za kulia zitapita. Sikia, Yohana anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Wakitazamia nitaona shida, lakini anasema mimi ninaitazamia na kuona mbingu mpya na nchi mpya. Anasema, ndio, nami nikauona mji ule mtakatifu
nami nitauona ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, ukishuka kutoka mbinguni, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Yohana anauona mji. Jamani, wangapi wanatamani kuingia kwenye ule mji wa kushangilia wakisema amen? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Swali, unakani? Yohana anauona mji, lakini wengi una vigezo vya watu ambao watakao kubali kufuata taratibu za Bwana ili waweze kuingia. Mchungaji, unatamani kusema nini? Mchungaji, uliza kutana uzima na kwamba wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Kila mmoja amenyosha mkono, natamani kwenda mbinguni. Na ndio maana kuna wimbo unaimbwa, natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni kwa wewe unayetamani kwenda mbinguni. Wakati Yohana anapitia magumu, lakini bado hakuikana imani. Wewe tu umenyoshewa kidole kwenye kwaya, unaacha kwaya. Yohana licha ya kwamba alitendewa mabaya, wewe tu umesema vibaya ndani ya kanisa, unaliacha kanisa. Yohana alichukuliwa kumbuka na kuingizwa kwenye mafuta, lakini alipoingizwa kwenye mafuta, anasema alipotoka akawatazama, akawaambia hata mimi ninawapenda. Wewe tu jirani yako amekukosea kidogo, utaki hata kuongea naye. Unatamani kwenda wapi? Unakani? Yohana licha ya magumu na changamoto alizopitia, lakini imani yake bado ilithibitika kwa Bwana. Natamani kwamba jambo hili, changamoto maishani zisikuweke mbali na nguvu ya Mungu, lakini changamoto maishani zikusogeze karibu na msalaba. Amen. Anasema kisha nikaona Yerusalemu mpya ikishuka, ikiwa imepambwa tayari, tena kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa tayari kwa mumewe. Leo msomaji wangu sasa anasema nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi. Nikasikia sauti kubwa kutoka kwenye kile kiti cha enzi ikisema, ndio nikisemaje? Maskani ya Mungu, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Jamani, mimi natamani kwenda mbinguni. Amen. Jamani, mimi natamani kwenda mbinguni. Amen. Tamani nao kwenda mbinguni. Nataka nikutie moyo rafiki, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Furahi hii ya kwamba Mungu anajaribu kutuonesha wazi ya kwamba kupitia mtumishi wake Yohana ya kwamba mimi Mungu ninatamani popote nilipo watoto wangu nao wawepo. Amen. Rafiki, unapokaa na Bwana palipokuwa na kilio kinaisha. Anasema ili mimi nilipo naye hapo. Hebu malizia msomaji wangu sasa. Anasema ndio, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake. Nao watakuwa watu wake. Je, kuwa wake Yesu je ni kusudi lako? Ungeenda naye nje ya Baba. Unatamani aubebe mzigo wako au mwokozi wako? Unataka raha katika ufalme wake? Ungeshinda kama Yohana yote, na abone kwambie ungefanya kazi yake vizuri sana ili yeye awe mwokozi wako. Amen. Nataka nikufanye tukio kupendwa. Wakati mwingine changamoto zinatufanya kuondoka mbali na ibada. Wakati mwingine changamoto zinatufanya kuacha kwaya. Wakati mwingine changamoto zinatufanya kuacha kanisa. Wakati mwingine changamoto zinatufanya hata kuchukiana na majirani zetu. Na kuna mtu huenda hapa hazungumzi na jirani yake eti kisa amekosewa. Huenda kuna mfanyakazi yuko hapa hazungumzi na mfanyakazi mwenzake eti kisa amekosewa. Huenda kuna mwanafunzi yuko hapa hazungumzi na mwanafunzi mwenzake eti kisa amekosewa. Huenda kuna mama yuko hapa hazungumzi na mwanamke mwenzake eti kisa amekosewa. Huenda kuna kijana yuko hapa hazungumzi na kijana mwenzake eti kisa amekosewa. Biblia inasema msipowasamehe watu makosa yao, Baba
licha ya magumu Yohana aliyopitishwa, lakini bado aliendelea kuwapenda. Ndio maana anawaandikia ujumbe huu, anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maana mbingu zile za kwanza za kutesana zimepita, maana zile mbingu za kwanza za miguu zimepita, maana zile mbingu za kwanza za kuoneana wivu zimepita, maana zile mbingu za kwanza za kunafikiana zimepita, zile mbingu za kwanza za ukosefu wa watoto zimepita, zile mbingu za kwanza za unyanyasaji na talaka zimepita, zile mbingu za kwanza za kuteseka kwenye mahusiano zimepita. Ndipo nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu. Ahadi njema hii anatamani yeye alipo nami niwepo. Swali, unakadi? Unaweza ukapokea mwaliko wa kuingia harusini, lakini ukawa mkaidi wa kuingia harusini. Unaweza ukawa na mwaliko wa kuingia ukumbini, lakini bado ukawa mkaidi wa kuingia ukumbini. Anasema naye atafanya nini? Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Naye atafuta kila chozi katika nini jamani? Macho yao. Kuna mtu yuko hapa huenda analia kwa sababu ya mume wake. Kuna mtu yuko hapa huenda analia kwa sababu ya masomo yake. Kuna mtu yuko hapa huenda analia kwa sababu ya mke wake. Kuna mtu huenda yuko hapa analia kwa sababu ya mtoto ambaye alimzaa akiwa salama. Leo hii amekuwa ni mtoto, anatumia mihadarati, anataka kutia moyo. Kuna mtu anamtazama na kumsikiliza kutoka kwenye TV, anasema ya kwamba Bwana, nimelia sana juu ya ndugu zangu ambao tulizaliwa vizuri, leo hii hatuna umoja. Natamani nikutie moyo. Anasema naye atafuta kila chozi katika macho yao. Amen. Wala mauti haitakuwapo tena. Naye atafuta machozi. Wala maombolezo. Ndio msomaji wangu, naye atafuta machozi. Natamani jioni ya leo Bwana akufute machozi. Amen. Kuna binti ananisikia hata sasa kutoka Mwelebe TV. Kuna mtu anasikia hata sasa kuwepo hapa, ni binti huenda ambaye anasema mchungaji, mwaka mzima napigwa tu matukio, nikiambiwa nitaolewa kesho nikishukutwa ninaachika na kuja mwingine, nimekuwa mimi ni wa kuachwa na kuachwa na kuachwa, mpaka sasa nimekata tamaa, nimesema bora tu nikae mwenyewe. Nataka nikutie moyo binti ya kwamba Bwana atakufuta machozi. Kuna kijana yuko hapa huenda amekuwa ni kijana mnyanyasika, huenda hana kazi, miaka inapita, mambo yamekuwa ni magumu, maisha hayaendi, hata wakati mwingine kula yake imekuwa ni shida. Natamani kukutia moyo mwingine unanisikiliza na kutazama ya kwamba katikati ya machozi hayo Bwana anaahidi atakufuta machozi. Anasema wala mauti haitakuwa tena, wala kuomboleza. Kuna mtu yuko hapa, nafasi yake ya kufurahi ni akiwa kanisani, akiondoka ibadani muda wote kwa kilio. Yaani kuna mtu akisikia tu ni siku ya ibada anasema afadhali nitoke tu hapa nyumbani maana nitaruhusiwa, lakini kazi yake kuanzia asubuhi mpaka jioni ni maumivu. Nataka nikupe faida hii itakusaidia kidogo. Katika 100% ya mwanadamu, jamani, 100% ngapi? Jamani, 100% ngapi? 100 ya mwanadamu, 85% ni maumivu. Na ndio maana tuko hapa, wengine tunasikiliza ibada, lakini mwingine anawaza kutoka hapa atakula nini. Na kusogelea tena, tuko kwenye ibada ni kujilisha chakula cha Bwana, lakini kuna mwingine hapa anafikiria kwamba kesho mtihani wa immigration ataufanyaje. Hivyo kichwa hakiko kwenye ibada, anawaza mtihani. Daudi anasema kama pasingekuwa na kutafuta, Pastor Ledman anasema natamani kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu yuko hapa, nazungumzia 85%. Yuko hapa ameketi, ni mama au ni baba, ameketi hapa anasema anasikiliza ibada, lakini dakika 5 kwenye ibada, dakika 15 anafikiria mambo mengine ambayo yatampatia kipato. 85% ya mwanadamu ni maumivu. 15% ndio sehemu ya raha. Tena imegawanya katika makundi mangapi? Jamani, katika makundi mangapi? Matatu. Sehemu ya kwanza ambayo mwanadamu anaweza kupata raha ni familia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Fanya nyumba yako kuwa nyumba ya raha. Nazungumza na
wanawake ambao wanakosa kuwa baraka kwa watoto wa waume zao, na leo hii wanaume hawataki hata kutulia nyumbani. Nataka nikutie moyo wewe mwana familia, fanya nyumba yako kuwa nyumba ya raha kwa Yesu. Fanya. Siku moja mtoto mmoja akarudi nyumbani, akamkuta mama yake ameketi jikoni anapika, lakini wakati anapika machozi yanatoka. Anamwambia, mama, unalia nini? Mtoto anajibiwa na mama yake akiambiwa baba yake fulani hapo amekufa. Mwisho anasema, oh, baba yake fulani akipita analetea biskuti, baba yake fulani akipita analetea pipi, amekufa. Oh mama, baba yetu naye atakufa lini? Atakufa lini? Anakuwa kwa nini? Anasema ni heri yule baba angalibaki, lakini huyu baba yetu angalikufa. Maana baba amekosa kwa baraka, akirudi kazi yake ni kupiga nyumba, haina amani. Ni heri angalikufa baba kuliko baba yake fulani. Mgeuke jirani yako mwambie, tamani kuwa maana kwa jina la Yesu. Jamani, duniani kuna watu alafu na watu wa maana. Tamani kuwa mtu wa maana. Mimi nikwambie, najaribu kutamani niwe kama Yohana, huyo mtu wa maana. Maana katikati ya changamoto hakukataa Ukristo wake, katikati ya shida alipambana na Kristo, akamwambia nitavumilia. Maana maandiko yanasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayefanya nini? Kuna mtu tu yuko hapa alikuwa mwaminifu muda mrefu, hajafanya zinaa, amekaa muda mrefu. Sasa Bwana ametengeneza muujiza wake, anampatia sasa mwanamke au mwanaume wa maana. Hatimaye sasa ile wakati sasa ndio Bwana anatamani kumpea huyo mtu. Unakuta kijana anaanguka katika zina, muujiza wake unapotea. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Yohana akavumilia hata mwisho. Katikati ya magumu hakukataa Kristo wake. Katikati ya shida akakumbuka kusema, haya, hiki kilio kitakuwa na mwisho. Hata kama nitakufa, mauti yatakuwa na mwisho. Maombolezo kama sasa, lakini kwa sababu naitazamia mbingu mpya na nchi mpya, katikati ya maombolezo naiona nchi mpya. Malizia msomaji wangu. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala maumivu hayatakuwapo tena, wala kuumizwa na mahusiano haitakuwepo tena, wala kuumizwa na biashara haitakuwepo tena, wala kuumizwa na marafiki. Mama, uko hapa unavaa sare na mwanamke mwenzako, lakini kumbe akija nyumbani anataka mume wako. Unasema ni shoga yangu, kumbe shoga anataka apitilize vitu vyote. Ni mwanaume mwenzako, unasema huyu ni rafiki la kwake na kwangu, la kwangu na kwake, kumbe akija nyumbani anataka mke wako. Hayo maumivu hayatakuwa tena. Kuna ndoa hata sasa hazina amani, maana zimejeruhika. Kuna marafiki wako hapa huenda na wanaonisikiza kutoka mbali, ya kwamba wameishi kwenye urafiki lakini wamejeruhika, maana marafiki zao baada ya kuwalipa yaliyo mazuri wanawalipa yaliyo mabaya. Ili nikwambie, yule rafiki yako ambaye unasema ni rafiki, umepata sasa mchumba wako, unamwambia sasa nakutambulisha, huyu ni shemeji yako mtarajiwa. Kesho yake ndiye anaenda kukuchumba, unaachika, yeye anaingia. Maumivu hayatakuwa tena. Malizia msomaji sasa. Wala kilio, wala kulia, wala maumivu hayatakuwa tena, hayatakuwa tena. Kwa kuwa yamekwisha kupita. Yale ya kwanza ya kuumizana yamekwisha kupita. Ninapokwenda kumalizia, nataka nikwambie kwamba mji huu wenye kadi ndio watakaoingia, wale watakaovumilia hata mwisho ndio watakaookolewa. Lakini mji huu kuna watu hawahitajiki. Katika mji huu wa Yerusalemu kuna watu hawahitajiki. Mchungaji, hebu tupatie hao watu ni watu gani? Katika uchache kidogo, 21 aya 8. Tembea haraka kusoma. Aya 8 anasema, ndio bali waoga. Bali wenye nini? Waoga. Jamani, waoga, Bwana asifiwe. Kuna watu ni waoga. Nataka nikwambie, hofu iliyofanya wengi washindwe kufanikiwa maishani. Kuna mtu hata kuanzisha biashara, anasema hivi, kweli mtanunuzwa maduka yote haya? Kweli nikwambie, hata na wewe una riziki yako, shangilia kusema amen.
Mwambie jirani yako usijidharau. Mwambie jirani yako usijidharau. Wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Unasamani ni kweli maduka yako mengi, lakini acha hofu, fungua la kwako. Kila mtu Mungu atampa riziki yake, maana kitabu cha Mhubiri 5 kama 11 au 9:11 anasema, maana si wenye mbio washibao na si wenye hekima wapatao chakula, lakini bahati huwapata wote. Kwa hiyo hata wewe Mungu atakupatia. Acha mashaka. Waoga hawahitajiki, hao hawana kazi. Na wasioamini, na wasiofanya nini? amini, wao wasio watoto wa Mungu ndio watoto wa Mungu ndio Tuna watu wengi walio wasomaji lakini wasioamini. Tuna watu wengi wanaojua Biblia lakini wasioamini. Ukiuliza swali, unajua kabisa kuna Mungu alimponya mwenye kibele, alikuwa na upofu, Kristo aliponya mwenye kipofu. Sasa ni kweli unaamini kwamba hata ukipofu leo ataona? Acha bwana masiara yako. Acha kupigania. Wapo wasioamini. Leo hii nikuambie tutoke hapa, twende Mount Meru Hospital. Tukifika pale na kuingia pale, tutafute wagonjwa ambao wameathirika na saratani, wanatoa nyama miguuni zinakata kile itopo leo, alafu nikwambie leo wanaenda kupona. Acha utani yako hapa, neema tu ya Mungu. Lakini hii, kwa hiyo unakuta kuna maombi ambayo naita ni maombi bandia ya kusema hivi. Unakuta mtu anaomba, anakuambia Bwana, naomba nibariki, mwaka huu ninunue gari, mwaka huu nijenge nyumba, mwaka huu nifanye hivi. Ushakumbuka hivi na wewe ulipofanya 1 2 3 unasema mapenzi yako yatimizwe. Sahau. Wasioamini hawatakiwi. Tafsiri yake ni hii: wanaoamini wanahitajika. Nataka nikutie moyo, mwaka 2022 mwezi wa 12 tumekuja chuoni hapa, nikatoka nikiwa naelekea kuhubiri Sanya Juu kwa siku ya Sabato. Nilitoka asubuhi nikapigiwa simu kwa Mount Meru, kuna binti ambaye amefanywa dialysis mara 3. Anaitwa Veronica, mara 3. Basi nashukuru tu, nipigia simu nikamwambia Mungu. Anasema amevimba, macho yote ni njano, na hata sasa daktari amesema inatosha, tunasubiri tu kama analala mikononi kwa Bwana. Wala tukuomba sana. Nimwambia Mungu, mpaka umeruhusu basi na mimi niombe. Mimi siponyi wala kuisha, lakini wewe Mungu unaweza kutenda makubwa. Nimezisoma habari zako na kuzishuhudia pia na kuzidhihirika kwa Veronica. Tuliomba, ilikuwa ni asubuhi. Nilipofika tu Sanya Juu na shuka kwenye gari, napigiwa simu ya kwamba Veronica ameamka kitandani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Jumatano ninaenda Shams kwa maombi hapo mjini. Veronica akaja na ndugu yake akishuhudia kwamba amefunguliwa. Nataka niwaambie kwamba linaloshindikana kwa mwanadamu kwa Mungu linawezekana. Je, unaamini? Yesu anakutana na yule mhitaji, anamwambia, je, unaamini? Akasema ndio Bwana. Muujiza wake ukaonekana. Wasioamini hawahitajiki. Tunaweza tukawa wengi ndani ya kanisa, lakini wanaoamini wakawa ni wachache. Natamani uwe mmoja wapo wa wale wanaoamini nguvu ya Mungu katika maisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natamani katika wale wachache wanaoamini nguvu ya Mungu, zawadieni nami nipate kuwepo hapo. Malizia msomaji sasa. Na wachukizao. Jamani, kuna mtu siku haipiti pasipo kumchukiza mwingine. Huo mji hatakiwi. Wachukizao, Bwana asifiwe. Hawapo. Yaani kuna mtu siku haipiti basi kutwa kama hajakukera mtu. Siku haipiti.
hiyo huo mji kushinea hawatakiwi. Malizia msomaji. Na wauaji. Jamani, wauaji, Bwana asifiwe. Unafikiri kuua mpaka ushike kisu uende ukamchinje mtu? Hata mtu anayekuwazia mabaya, jamani, huyo ni nani? Ngoja nikupe mfano mdogo. Tunafanya kazi ofisi moja, na ofisi hiyo mimi naitegemea watoto wangu wale, ndugu zangu wasome, au familia yangu ipate kuenea hapo, alafu kesho ukanifikia hapa ili nifanye kazi. Jamani, huyo mtu ni nani? Jamani, huyo mtu ni nani? Ni muuaji. Nikupe mfano wa kweli. Baba mmoja akanunua gari katika kijiji kizima, alikuwa hana gari. Wakati amenunua gari, siku moja akaja baba mmoja akawa amekuja nyumbani kwake, anakimbia, anamwambia rafiki, anagonga mlango, jamani, mtieni baba yenu, maana mke wangu ni mjamzito, anatakiwa kwenda kujifungua na kutoka hapa kwenda hospitali, ni mbali mno. Watoto wakamwambia, baba alisema akilala asiamshwe. Mwishoni baba akasikia. Aliposikia, mtoto mmoja akaja kwa siri, baba unaitwa? Akasema, niwaambiaje ya kwamba nikilala nisifanye nini? Mwambieni baba alilala. Basi mtoto akarudi, wakaendelea kukazana ya kwamba baba alisema akilala asifanye nini. Jamaa akarudi nyumbani haraka, akachukua mke wake mjamzito, akaweka kwenye baskeli, akaanza kumtembeza. Barabara ile ilikuwa na fomi, ilikuwa na mawe makali. Wakati anatembezwa kilomita kadhaa, akashangaa damu zinamwagika. Anamwambia mke wake, itahidi kidogo bwana, muda si mrefu tunafika. Lakini baba anakokota baskeli huku analia machozi, maana mke wake hali mbaya. Baada ya kilomita kadhaa, akasikia kile kilalamiko cha mke wake kinazidi kupungua, kinazidi kupungua, kinazidi kupungua. Hatimaye baada ya muda akasikia mke wake analalamika tena. Sasa baba anakazana na baskeli, analia, anakwenda hospitali, anamwambia ni kazi tu maana muda si mrefu tunafika. Anasema walipokaribia hospitali, madaktari wakaja, wakamchukua haraka, wakamuingiza ndani, wakamwambia usijisumbue, mke wako amekufa. Muuaji ni nani? Jamani, muuaji ni nani? Leo akisikia kuna msiba, anasema jamani, niandike daftari haraka. Kuna shida gani pale kwenye msiba? Anaandika 500 au chukueni mchele na dumu la mafuta, nitamsaidia nini? Bali wauaji hao mbinguni hawaendi. Anamaliza kusema Na wazinzi. Jamani, wazinzi, Bwana asifiwe. Wasiojua kuzuia miemko yao, hao mbinguni hawaendi. Na wachawi, Bwana asifiwe. Wapo mchawi, si yule tu anashika tunguli apate kukuangia nyumbani kwako usiku. Wewe kwambie, mchawi ni yule ambaye hata utakapoinuka kidogo, alafu anasema tutaona. Jamani, mmoja ni mchawi kasoro tunguli, ashinde kwa jina la Yesu. Ngoja niwaambie, hata yule ambaye leo hii unamwambia natamani kustoo GPA 5, anakwambia mpaka wewe. Jamani, huyo ni nani? Mchawi. Ashinde kwa jina la Yesu. Mchawi ni yule ambaye wakati yeye anawaza mazuri, yeye anawaza mabaya. Nitolee mfano ndani ya kanisa. Mchawi ni yule ambaye tunatamani kuweka tiles hapa, mshoni tuwe na bango kubwa hapa linaloonyesha kubara yeye. Alafu tunasema jamani, tutakuwa na vitu 1 2 3, anasema ni hili kanisa, labda kama kuna lingine, lakini kwa hili tutaona. Huyo ni mchawi kasoro tunguli, ashinde kwa jina la Yesu. Nataka kuzungumza na mpendwa mtazamaji wa Bukelebe TV sasa online ya kwamba mchawi ni yule ambaye wakati wewe unawaza yaliyo mema, yeye anakuwazia mabaya. Yeye huyo ni mchawi kasoro tunguli, tena ashinde kwa jina la Yesu. Bali wachawi mbinguni hawaendi. Na hao waabudu sanamu, na hao wanaoabudu sanamu, wanaoabudu sanamu na wale waongo wote. Yaani kuna mtu yuko hapa ametoa message ya kwamba wanaboku hapa, anasema niko Arusha mjini kwa hapa. Siku moja nimepanda gari naelekea Moshi. Alafu yule mtu alikuwa hana sauti ndogo.
hana sauti ndogo. Halo, uko wapi? Anasema hapa ni Babati. Kwenye mashamba yangu. Sasa Babati tunaelekea tuko Kikatiti huko Babati. Unajua gari zima nikamshangaa. Nataka nikwambie mimi sikumshangaa, maana katika ulimwengu wa sasa tumepikwa na wimbi na uongo. Uongo. Kuna wanafunzi wako hapa wanatamani wale wakati mwingine kusaidiwa karo, lakini wanasema uongo ili wapate pesa. Uongo. Unajua kuna kitabu nimeambiwa ninunue kinauzwa $700. Ni commentary hiyo. Sasa ukitumia tu hiyo basi utajua nitafanyaje. Anatumiwa $700 kumbe hana hata commentary. Hela ya simu. Kuna mzazi mmoja alikuwa hajui Kiingereza. Asante sana pastor. Sasa mtoto wake anapigia simu anamwambia, baba, nimevunja asebo. Anaambia, nilikwambia usichezee kitu vya watu. Sasa baba anatuma hela ya asebo. Hajui kwamba ni sasa kitu cha jamani mstari. Kwenda tunaambia tumetumia uongo katika kujipatia hata mali. Wakati mwingine hata kujipatia wachumba tumetumia hila na uongo. Unakuta kijana anaomba gari ya mtu, anaomba na suti ya mtu, anaenda kutongozea. Akifika pale sasa anakaa kufungua na kaningiliza nini binti anasema huyu kijana yuko na hela. Lakini kumbe muda huo kaingia kwa pastor yake akampa $100, anamwambia utachange $500 zionekane ziko nyingi. Alafu anamwambia hela ya mocha yana $500 haitatosha, anazitoa tena anazinyanyua hivi, alafu uongo na hila. Kuna wengine mwambia rafiki ili tu kufanikiwa katika maisha yao wamependa kutumia uongo na hila. Na tamani nikwambie jambo hili, utakapotumia uongo na hila mbinguni uende. Jioni ya leo Bwana anakualika, anaishia kwa kusema mwisho yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sehemu yao ndio mauti yao, ndio katika lile ziwa liwakalo moto. Natamani mimi na wewe katika siku ya maombi Bwana asituhukumu katika mauti ya moto, lakini tuandaliwe kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wakati wanasema kama Yohana alivyosimama katika kweli, yamkini ya kwamba walipeleka kwenye mateso, lakini maamuzi yake na Bwana hayakubadilika. Nami natamani Bwana nisaidie, anipatie ujasiri kama wa Yohana, ili na mimi niweze kusimama hata katikati ya changamoto, lakini niendelee kutetea kweli. Watu namna hiyo ninaomba nyoshe mkono juu. Si wasome pamoja nami. Umtetee guduni ijapo pepo kali zavuma, mwambani peke Bwana nguvu ozamini ile tusimame huwezi kupendwa na wote. Wote hawezi kupenda. Lakini katika 100%, 30% ni watu ambao uwape kitu usiwape kitu wanakupenda. Si useme amen. Lakini 40% ni wanaokuchukia. Sasa angalia, wanaokuchukia ni wengi kuliko wanaokupenda. 25% ni watu wanaitwa bendera fata upepo. Huku hawapo, huku hawapo. Hadi kilichoanzia nasema tu ndio. Lakini 5% ni watu ambao wana misimamo fulani migumu, lakini ukiwasaidia wenda kwa 30 wataongezeka kwa 35. Usitamani watu wakuelewe, lakini tamani Mungu akuelewe. Mungu atakapokuelewa kuna faida sana. Usitamani kupendwa na kila mtu rafiki. Itetee haki